andiko baada ya andiko, imekuta kazi yake ya msalaba imefanya mambo 17 katika maisha yetu. Sema amen. Sema amen. Narudia tena, sema amen. Inawezekana ikawa zaidi, nisiseme ni 17 tu, lakini kwa kupitia maandiko taratibu moja baada ya lingine, nikaona kazi yake ya msalaba imefanya mambo 17 katika maisha yetu. Na tunaposoma hizi habari kwenye kitabu hiki cha Isaya sura ya 53, mwandishi wa kitabu cha Isaya aliishi miaka kama 960 hivi kabla ya Kristo kuzaliwa. Yaani Yesu hajazaliwa miaka 960 nyuma. Huyu nabii anazungumza habari za Yesu na anayafunua mambo haya yote. Amen. Na tunaona haleluya, tunaona tangu kitabu cha Mwanzo Yesu anatabiriwa. Yesu anatabiriwa. Adamu alipomkosea Mungu, na wakati anakimbia kutoka kwenye bustani, na baadaye wakakutana na Mungu, na Mungu akatoa adhabu kwa Adamu kwa sababu ya dhambi alizofanya na uasi aliofanya. Akatoa adhabu, lakini akatoa ahadi. Akasema, naweka uadui kati yako na uzao wako na uzao wa nyoka. Uzao wa nyoka huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Wewe utakuponda kisigino na wewe utauponda nini? Kichwa. Mungu anamwambia Adam, kupitia uzao wako atazaliwa atakaomponda Shetani kichwa. Kwa hiyo kutokea hapo kumekuwa na unabii mwingi kwenye Biblia nzima. Tumeona wakati wa Musa, tumeona wakati wa Ibrahimu, Mungu anatoa ahadi. Wakati wa Musa, Mungu anamwambia katika kitabu kile cha Kutoka, na katika kitabu cha Hesabu, Bwana atakuondokesha nabii mfano wako. Musa anajulishwa juu ya hilo. Na tunaona manabii, lakini Isaya anaweka kwa upana kabisa yale ambayo Yesu atayafanya. Sema amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Ninaposoma habari hizi, ninarudi kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 ambacho kinasema, hapo mwanzo kulikuweko na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, na vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulikuwemo uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, nayo nuru yang'aa gizani, na giza likuiweza. Halafu mstari wa 14 unasema, neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Huyu ambaye tunazungumza habari zake siku ya leo
ni Mungu. Narudia tena, ni Mungu. Lakini Mungu aliyekubali kushuka na kuchukua hali ya kibinadamu, halafu akakubali kuteswa, akakubali kudhihakiwa, akakubali kupigwa, akakubali kukamatwa. Na nataka ujue kwamba hayo yote ambayo Yesu yalitokea kwake, Biblia inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Mungu alimwachilia Yesu akaja akafanyika mwili, na yeye mwenyewe Yesu alikubali kujitoa akafanyika mwanadamu. Yeye aliyeumba kila kitu akafanyika mtu. Sema amen. Nataka uchukue na kuleta kwenye hiyo hisia. Akafanyika mtu, na ujue kwamba hata huyu aliyeitwa Shetani aliumbwa na Yesu. Lakini Yesu akakubali kushuka duniani achukue nafasi ya mwanadamu na aukomboe mtu kupitia katika nafasi ya mwanadamu. Naposoma haya maneno najisikia kwamba Yesu ametupenda kwa upendo uliopitiliza. Sema amen. Narudia tena, sema amina ya kutosha Bwana. Kwa hiyo kazi ya Yesu ya msalaba haikuwa kazi ndogo, na haikuwa kwamba haina maana, lakini Yesu alikuwa na maana kubwa kabisa ya kufanya kazi hii. Mwanadamu alikuwa chini ya mamlaka ya Shetani baada ya Shetani kumdanganya kwenye bustani ya Eden, na Shetani akachukua nafasi ya mwanadamu na akawa mtawala na akamfanyia anavyoweza kufanya, akamtesa anavyoweza kumtesa, na hakuna mtu mwingine yoyote ambaye angeweza kumtoa mwanadamu mahali ambako alikuwa amefungwa. Shetani alimfunga kabisa mwanadamu. Kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 5, Biblia inasema, kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aketie juu ya kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa nyuma, ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahilie kukifungua hicho kitabu na kuzivunja muhuri zake? Mstari unaofuata asema, wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Mstari unaofuata anasema, huyu Yohana akasema, nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Na mmojawapo wa wale wazee akaniambia, usilie Yohana, usilie Yohana, tazama simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, ameshinda apate kukifungua hicho kitabu na kuzivunja na kitabu na zile muhuri zake 7. Mstari wa 6 asema, nikaona katikati ya kile kiti cha enzi
na wale wenye uhai wanne, na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe saba na macho saba, ambazo ni roho saba za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi. Hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai wanne na wale wazee 24 wakaanguka mbele ya mwana kondoo. Kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Mstari wa 9 anasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe, wastahili wewe, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamlilia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, watu wa kila lugha na jamaa na taifa. Mpigie Yesu makofi makubwa. Sijasikia makofi makubwa kwa Yesu Kristo. Ongeza tena makofi kwa Yesu Kristo. Sijasikia makofi. Hayo ni makofi ya kumnyima Yesu haki yake. Pia kelele, sema amina ya kutosha. Sema asante Yesu, kwa sababu ulijitoa mwenyewe kwa ajili yangu, kwa ajili yangu, kwa ajili yangu, kwa ajili yangu. Hakuna yoyote aliyeweza kule mbinguni wala duniani wala chini ya nchi, lakini ni wewe peke yako ulijitoa kwa ajili yangu. Mpige Yesu makofi makubwa tena. Sema amen. Leo nataka nimzungumze Yesu tu jamani. Haleluya. Kwa hiyo Yohana alionyeshwa shida kubwa iliyojitokeza katika mwanadamu. Macho yake yamechukuliwa, ameenda mbinguni, akaonyeshwa mpango wa Mungu uliokuwepo hata kabla mwanadamu hajafanya dhambi. Na maandiko yanasema aliona mihuri imefungwa, aliona kitabu kimefungwa, na kile kitabu kilionyesha mwanadamu amefungwa chini ya mamlaka ya adui Shetani. Hafurukuti juu ya magonjwa, juu ya dhambi, na hana namna ya kuingia mbinguni, amefungwa. Labda niwaambie kitu tu ndugu zangu hapa, mnisikilize vizuri. Sema amen. Sema tena amen, watumishi wa Bwana. Kabla ya Yesu kumaliza pale msalabani, kwenda pale msalabani, hata wale waliokuwa wenye haki zamani wakina Ibrahimu hawakuwa na nafasi ya kuingia mbinguni. Rudie tena, nataka ujue hicho kilichotokea. Wale ambao walikuwa wenye haki zamani, wakina Ayubu, wakina Ibrahimu na wengine, hawakuwa na uwezo wa kuingia mbinguni kwa sababu mlango ulifungwa. Walikuwa chini ya mamlaka ya adui, na adui alikuwa na madai juu ya watu hao. Kwa hiyo walipokufa walienda kuzimu. Kukawa kumegawanyika tu kuzimu pa wenye dhambi na kuzimu pa watakatifu, lakini ni kuzimu. Wote walikuwa wanakaa kuzimu. Ukisoma maandiko utaona wazi kwamba Ibrahimu, wakati yule Lazaro alipokufa, maandiko yanasema akaenda kuzimu, lakini kifuani pa nani? Pa Ibrahimu. Na yule mwenye dhambi, yule tajiri, akaenda kuzimu pa wenye nini? Pa wenye dhambi. Na walikuwa wametenganishwa tu na bonde katikati. Bonde lilikuwa limewatenganisha namna hii, lakini walikuwa wanaonana. Wao wako kuzimu upande huu na wale wako kuzimu upande ule kule. Walikuwa hawana uwezo wa kuvuka kwenda kule, na wale hawana uwezo wa kuvuka kule kuja huku, lakini wote wako eneo moja inaitwa kuzimu.
Kwa nini? Yalikuwa malipo hayajafanyika. Nataka nikuonyeshe kazi kubwa Yesu aliyoifanya. Wakati mwingine tuko hapa tunaimba tumekombolewa na Yesu, lakini bila kujua hasa kwa undani. Lakini ni ukweli kabisa kabisa kwamba kama sio Yesu hamna njia ya kwenda mbinguni. Nasikia amen ya watu wachache. Narudia tena, kama sio Yesu hakuna njia ya kwenda mbinguni. Kama sio Yesu hakuna njia ya kwenda mbinguni. Pia kelele sema amen. Sisi sote tungelikuwa kuni za kuchochewa wapi? Jehanamu. Kwa hiyo wakina Ibrahimu walikuwa kuzimu upande huu na wenye dhambi walikuwa kuzimu upande huu. Sema amen. Ndio maana yule Yohana alilia alipoona hakuna mtu anayeweza kukiangalia kile kitabu, hakuna kukifungua, na sio tu kukifungua, hata kukitazama kile kitabu hakuna. Mbingu yote, malaika wote wa majeshi ya malaika mbinguni na wale wenye wanaitwa Mikaeli, wanaitwa wakina Gabrieli, wakina malaika wakuu wote, hakuna ambaye alikuwa na uwezo wa kuangalia kile kitabu, hakuna. Na walipoangalia duniani hakuna yoyote, mwanadamu yoyote, awe Yohana Mbatizaji, awe nani, awe Isaya, hakuna mwanadamu ambaye angeweza kuingia hapo na kufungua ili mwanadamu afunguliwe. Walipoangalia kuzimu hakuna. Ndipo maana maandiko yanasema Yohana akaanza kulia, akalia, maana hakuonekana kufungua kitabu. Wakati analia, Biblia inasema ndipo akatokea mmoja wa wazee akasema, usilie Yohana, usilie Yohana, usilie Yohana, tazama simba wa kabila ya Yuda ameshinda apate kufungua kicho kitabu. Sema amen. Nasikia amen ya watu wachache. Nasikia amen ya watu wachache hapa. Peke yake sema amina ya kutosha. Sema simba wa kabila ya Yuda ameshinda, 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 ameshinda. Haleluya. Apate kufungua hicho kitabu. Na maandiko yanasema wakati amefungua macho atazame huyo simba, badala ya kumwona simba akamwona mwana kondoo, ambaye Isaya alimwona kwenye kitabu cha Isaya sura ya 53. Alimwona mwana kondoo, na alipomwona kondoo alikuwa kama amechinjwa, amechinjwa. Lakini akachukua kitabu, akafungua kile kitabu, akavunja muhuri zake. Halafu majeshi yote ya mbinguni, malaika wote wa mbinguni wakasimama, 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 wakasimama. Haleluya! Kama unaweza kusimama pamoja na majeshi ya malaika wa mbinguni, usimame. Bwana Yesu asifiwe. Halafu sema wastahili, sema wastahili, sema wastahili, sema wastahili. Wewe, wewe, wewe kufungua hicho kitabu na kuvunja muhuri zake, maana ulichinjwa. Sema kwa sauti, maana ulichinjwa ukamnunulia Mungu watu wa kila kabila, watu wa kila lugha, watu wa kila jamaa, watu wa kila taifa na Tanzania. Pia kelele sema amen. Kama wewe ni Masai na wakawa na Wamasai, kama ni Mgogo na Wagogo, kama ni Nyakyusa na Wanyakyusa, kama wewe ni lugha gani, watu wa lugha zote
kwa damu ya Yesu Kristo. Sema amen. Biblia inasema ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na taifa. Mpige Yesu makofi na vigelegele, halafu ukae. Ongeza makofi na vigelegele kwa Yesu. Ongeza makofi na vigelegele kwa Yesu. Ongeza makofi na vigelegele kwa Yesu. Haya tunayosema asubuhi leo ni yale ambayo yatafanyika masaa machache kuanzia sasa, ya kwamba Yesu atakuwa pale Kalvari akimwaga damu na kuwanunua wanadamu wote, makabila yote na mataifa yote duniani. Nasikia amen ya watu wachache. Masaa machache ajayo Yesu Kristo tutakuwa tunaadhimisha akiwa ananing'inizwa msalabani na damu yake ikimwagika kwa ajili yetu. Mpige Yesu makofi na vigelegele sana. Sema amen. Ndugu zangu, hakuna nabii, narudia, hakuna nabii, hakuna mtume, hakuna kuhani, hakuna mwanadamu awaye yoyote, nabii wa aina yoyote ambaye anaweza kufungua mlango wa kwenda mbinguni isipokuwa mtu mmoja, anaitwa Yesu. Anaitwa yeye ni njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya Yesu Kristo. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya Yesu Kristo aliye hai. Mtu hawezi kumwona Bwana ila kwa njia ya Yesu Kristo aliye hai. Pia kelele sema amen. Haleluya! Ninajivunia Yesu Kristo. Ninajivunia Yesu Kristo. Ninajivunia Yesu Kristo. Ninajivunia ukombozi wa Yesu Kristo. Ninajivunia ukombozi wa Yesu Kristo. Ninajivunia ukombozi wa Yesu Kristo. Nimekombolewa na damu ya thamani ya Yesu Kristo ya hai. Pia kelele sema amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sema asante Yesu kwa wokovu na ukombozi uliofanya kwa ajili yangu. Kupitia damu yako nimekombolewa. Kupitia damu yako nimefunguliwa. Kupitia damu yako nitaingia mbinguni. Piga Yesu makofi tena na vigelegele na shangwe. Ndugu zangu, kama Yesu angezaliwa duniani na akafika miaka 30 na akaamua kwamba asiende msalabani, wokovu ungekuwa umeishia katikati na usingelikuwa wokovu. Narudia tena. Na ndio maana shetani haamini na hakubali kuamini na hataki kuamini kwamba Yesu alikufa msalabani. Ukisikia mtu anasema Yesu hakwenda msalabani, lakini namwamini kwamba Yesu nabii, lakini hakwenda msalabani, ujue hiyo ni shetani. Anajua alichokipata msalabani. Kuna vitu vitatu ambavyo shetani hataki kukubaliana navyo. Cha kwanza, hakubaliani kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Nisikilize. Kwa nini? Kwa sababu kama Yesu angekuwa sio mwana wa Mungu, angekuwa mwana wa Yusufu, damu ya Yesu isingekuwa na thamani. Nimesikia amen na mtu mmoja. Sema amen. Nataka ujue hapa kitu ninachotaka kukizungumza. Kama Yesu angelikuwa mwana wa Yusufu, damu ya Yesu isingekuwa na thamani. Lakini Yesu sio mwana wa Yusufu. Yesu damu yake ilitoka mbinguni.
Hayo makofi machache sana. Nataka nikupe picha hiyo. Mtoto mama akipata mimba, na kuna wanaume wawili mpaka watatu, kila mmoja anadai hiyo mimba ni ya kwake, huwa wanaenda kupima DNA, na ukienda kupima DNA kwenye chembe chembe za damu ya yule mtoto ndio zinaonyesha mtoto huyu ni wa nani. Kwa hiyo damu ya mtoto ni damu inayotoka kwa baba. Nasikia amen watu wachache. Nasikia amen watu wachache. Nasikia amen watu wachache. Kwa hiyo Yusufu sio baba wa Yesu, isipokuwa mbingu ndizo baba wa Yesu Kristo. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo ni damu ya kimungu, 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 ni damu ya kimungu. Sema amen. Haleluya. Kwa sababu hiyo damu ya Yesu ni damu ya kimungu. Thamani ya damu ya Yesu, thamani ya damu ya Yesu, kwa kuwa ni damu iliyotoka kwa Mungu na damu ya Mungu mwenyewe, ina thamani kuliko dunia nzima. Uza madini yote, uza tanzanite zote, uza dhahabu zote, uza kila kitu, uza mawe, uza magorofa, uza manini, pesa yake huwezi kununua damu ya Yesu. Ina thamani ya ajabu, ina thamani ya ajabu, ina thamani ya ajabu. Nasikia amen ya watu wachache hapo. Pia sema amen. Pia sema amen. Sijui kama unanielewa. Haleluya. Na ndio maana ile thamani ya damu ya Yesu imeweza kumkomboa mwanadamu yote, kuanzia Adam mpaka Ibrahim, mpaka nani, mpaka Lutu, mpaka nani, mpaka na wewe, mpaka na wale wengine watakaotokea. Damu ya Yesu Kristo ina uwezo wa kuwakomboa watu wote, ina uwezo wa kuwanunua watu wote, ina uwezo wa kuwanunua watu wote mikononi mwa shetani, mikononi mwa adui, mikononi mwa shetani. Pia kile sema amen. Sema amina ya kutosha. Haleluya. Hey, sijasikia amina ya kutosha. Sijasikia amina ya kutosha. Sijasikia amina ya kutosha. Pia sema amen. Haleluya. 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 Na ndio maana wakati adui shetani alipoweka mkuki kwenye mbavu za Yesu, na Yesu akasema imekwisha, akasalimu amri yake, Biblia inasema pazia la hekalu likapasuka. Nasikia amen ya watu wachache. 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 Maana yake pazia la hekalu kupasuka, maana yake ni hii: watu walikuwa hawaruhusiwi kwenda kwa Mungu, na alikuwa anaenda mtu mmoja, tena anafungwa kamba. Lakini sasa limefungwa ile pazia, ile damu ya Yesu Kristo ikafungua mlango, watu waende kwa Bwana, 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 watu waende kwa Bwana wa majeshi. Sema amen. Mpigie Yesu makofi na vigelegele na shangwe. Na ndiyo maana sema amen, siku ile wakati Yesu anakata roho na damu yake imemwagika, Biblia inasema makaburi ya watakatifu yakafunguka. Halafu miili ya watakatifu ikaonekana ikitembea Yerusalemu, ikaonekana ikitembea Yerusalemu, ikaonekana ikitembea Yerusalemu. Miili ya watakatifu ikatembea Yerusalemu. Sema amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Maana yake ni nini? Siku ile Yesu akasema
damu yangu imetosha kuwakomboa watu wa Agano la Kale na Agano Jipya, na wale waliofungiwa kuzimu sasa watoke, maana nimeshalipa gharama. Watoke kuzimu, waende paradiso, waende paradiso, waende paradiso. Sema amen, sema amen. Na ndio maana leo cha kwanza nimesema shetani akubali kwamba damu ya Yesu ni Mungu, lakini tunaamini ya kwamba Yesu ni Mungu. Biblia inasema hapo mwanzo palikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, na vyote vilifanyika kwa huyo, pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Ndani yake kulikuwa ule uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, na nuru ya gizani, na giza halikuweza. Hilo neno likafanyika mwanadamu, akaishi katikati yetu, akaishi katikati yetu, akaishi katikati yetu. Sema amen. Haleluya, haleluya. Nasikia amen ya watu wachache. Haleluya. Neno likakaa katikati yetu, neno likakaa katikati yetu, watu wakamwona Mungu anatembea katikati yao. Lakini kitu cha pili ambacho hawakubaliani kwamba Yesu alienda msalabani ni shetani. Hawakubaliani Yesu kwamba alienda msalabani. Kwa nini hawakubaliani? Kwa sababu msalabani ndiko mahali ambako shetani alipigwa pigo la mwisho, 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 pigo la mwisho. Sema amen, sema amen. Mpige Yesu makofi na vigelegele na shangwe kubwa, na shangwe kubwa, na shangwe kubwa, na shangwe kubwa. Sijaona watu wakongwa kama mnamshangilia Bwana. Sijaona watu wakongwa kama mnamshangilia Bwana. Sijaona watu wakongwa kama mnaweza kumshangilia Bwana. Sijaona watu wakongwa kama wanaelewa wanachokizungumza. Yesu akamshinda shetani. Sema amen. Pigia Yesu makofi na vigelegele na shangwe. Na haya nayasema kwako asubuhi ya leo, yakiingia ndani yako, ukiyaelewa, nguvu ya shetani na kuachia, mapepo ya kuachia, magonjwa ya kuachia, udhaifu ya kuachia, wewe shetani ya kuachia, nguvu za giza za kuachia, na utakuwa huru kweli kweli. Pia kile sema amen. Piga Yesu makofi na vigelegele na shangwe kubwa kabisa. Kora bashanda la babora, ribo boshaka la babosamo, ribo boshanda la babosamo, shamora bakava la babora. Yesu yuko hapa, aliye hai yuko hapa. Sema amen, sema amen. Leo Yesu atapita katikati yetu. Leo uzima utapita katikati yetu. Leo afya itapita katikati yetu. Leo nguvu za Bwana zitapita katikati yetu. Leo tutauona mkono wa Bwana wenye nguvu ya ajabu katikati yetu. Sema amina. Ukae, ukae. Pia kelele sema amina. Nasikia amina watu wachache. Sema shetani hakubali kwamba Yesu alikufa msalabani, lakini mimi nakubali ya kwamba Yesu alikufa msalabani. Hilo jambo la pili ambalo shetani hataki. Na ukimsikia yoyote yule, au mwanadamu au nabii anasema Yesu sio mwana wa Mungu, ujue nyuma yake anayeongea ni shetani. Ukisikia mtu anakuambia Yesu hakwenda msalabani, ujue yule anayezungumza nyuma yake ni shetani, anasema hakwenda msalabani. Maana ukikiri kwamba alienda msalabani, ameshakipata kipondo pale pale. Lakini la tatu ambalo shetani hakubaliani nalo, anasema Yesu hakufufuka. Na walihakikisha
wanaweka jiwe zito asifufuke, wakaweka muhuri asifufuke. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alipopelekwa msalabani akaenda kuzimu, na alipofika kuzimu, shetani alijificha kwenye kona moja ya kuzimu, ameshika funguo. Shetani akapiga, mbona umenifuata huku? Akasema, nina kitu kimoja nakitaka kwako. Nini? Leta funguo, leta funguo, leta funguo, leta funguo. Halafu shetani akarusha funguo, vap. Halafu Yesu akaipokea, vap, 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 vap. Sema amen. Halafu akafufuka na funguo mkononi mwake. Nasikia amen watu wachache. Na funguo mkononi mwake, na funguo mkononi mwake, na funguo mkononi mwake. Sema amen. Akamtokea Yohana. Yohana alipomwona Yesu, sio yule Yesu aliyekuwa wanatembea naye tena. Alimwona na macho kama mwali wa moto, aliona na miguu iliyosuguliwa sana, alimwona nywele zake kama nywele za singa zimeteremka hapo chini, aliona ana miguu ya mashaba, alimwona ana uso kama jua. Halafu alipomwona akaanguka chini, alipoanguka Yesu akamwambia, usiogope, usiogope, nilikuwa nimekufa na sasa ni hai, ni hai, ni hai, ni hai, ni hai, ni hai. Haleluya, haleluya. Akamwambia, sema amen. Na ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Halafu Yesu akwenda nazo mbinguni, akamtafuta Petro, akatafuta Yohana, akamtafuta mchungaji Dennis, akatafuta na mchungaji Dani, akatafuta na mchungaji mwingine, akatafuta na kijana, akamwambia, funguo hizo na hapa, funguo za mamlaka, mtakazofunga na kufungua, mtafunga na kufungua, mtafunga na kufungua. Sema amen. Chochote utakachofunga duniani kitafungwa mbinguni. Chochote utakachofungua duniani kitafunguliwa mbinguni. Sema amen. Na ndio maana wapendwa, tuko hapa leo tukisema wewe ukimwi na kufunga unafungwa. Tukisema wewe malaria nyamaza kimya, inanyamaza kimya. Tukisema wewe upofu, achia mtu huyu, unatoachia, mtu anaona. Tukisema wewe nguvu ya giza, toka, anatoka kwa jina la Yesu hai. Tuna mamlaka hayo, tuna mamlaka hayo, tuna mamlaka hayo. Pekee sema amen. Hebu sema Yesu, 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 Yesu. Haleluya. Yesu, 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 Yesu. Sema amen. Tunataka watu wa Ugogoni waseme leo kuna nini kwenye kambi ya Waebrania. Watu wa kule Malishoni waseme leo kuna nini kwenye kambi ya Waebrania. Sema Yesu, 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 Yesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Yesu, 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 yeah! Hallelujah, hallelujah.
Haleluya! 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 Ukae pale kwenye kiti chako. Ukae pale kwenye kiti chako. Na mchana wa leo, ikiwa nuru hii unaiweza kuiona, ulikuwa uzai, utakwenda kupokea uzao leo. Ulikuwa una mgonjwa kwa miaka mingi, labda unasumbuliwa na mgongo, leo huo mgongo utakaa sawa sawa. Leo huo mgongo utakaa sawa sawa. Nazungumza leo huo mgongo utakaa sawa sawa. Nasema tena huo mgongo leo utakaa sawa sawa. Wewe ambaye ulikuwa una mateso kwa muda mrefu, unatembea na mateso hayo, nasema kwako Bwana atafanya muujiza kwako leo. Bwana atafanya muujiza kwako leo. Bwana atafanya muujiza kwako leo. Amini tu ya kwamba inakwenda kutokea. Sema amen. Bwana yuko hapa. Yuko hai 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 hapa. Yuko hai. Amen. Na ndio maana mitume hawakuhubiri injili nyingine. Kila walikotembea walisema mlimuua mkamsulubisha, tunatangaza ya kwamba yu hai, tunatangaza ya kwamba yu hai, tunatangaza ya kwamba anaishi, tunatangaza kwamba anaishi, tunatangaza kwamba anaishi, tunatangaza kwamba anaishi. Sema amen. Walipomponya yule kiwete ambaye alikuwa amefungwa, hawezi kunyanyuka tena, hawezi kutembea tena kwa miaka 40, waliwauliza ni kwa nguvu gani na kwa jina la nani umefanya haya? Wakasema kwa jina la yule Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ambaye ninyi mlimsulubisha na Bwana akamfufua kwa wafu. Leo anatembea huyu mtu akiwa mzima, leo anatembea huyu mtu akiwa anaishi. Sema amen. Bwana atafanya muujiza kwako. Bwana atafanya muujiza kwako. Sema amen. Bwana kutendee mema katika jina la Yesu hai. Bwana kutendee mema katika jina la Yesu hai. Bwana kutendee mema yote. Njoni hapa mbele tumshukuru Mungu. Kila mmoja aombe na kumshukuru Mungu kwa machozi yake. Kwa machozi yake. Njoni hapa mbele tumshukuru Mungu wetu. Korabasha.